بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka wa 1445 katika silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kikao kilichopita tulizungumzia اشتداد إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب، kuzidi sana udhia wa makuraish kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada tu alipofariki ammi yake Abu Talib, sababu walikuwa hawamfikii Mtume sallallahu alaihi wasallam kuudhia kwa kumheshimu Abu Talib. Alikuwa mtu mzima tena katika dini yao ya ushirikina, wao wakawa kwa heshima yao kwa Abu Talib hawamfikii Mtume sallallahu alaihi wasallam na udhia yote, na hata ikiwa kuna udhia basi si kama ilivyokuwa baada ya kufariki. Ule udhia ulipokithiri na kuzidi, na si kwa yeye peke yake bali pia kwa masahaba wake, na katika wale ambao walipata dhiki na udhia Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardha, mpaka ikampelekea kumtaka idhni Mtume sallallahu alaihi wasallam ili na yeye pia afanye hijra aelekee al-Habasha. Kwa Abu Bakr as-Siddiq akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupata dhiki kwa ule udhia anaopata na watu wa Makka. Akaona kwa Makuraish hata Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakumwacha katika kumfikishia udhia. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فأذن له. Abu Bakr as-Siddiq akamuomba idhni Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mji wa Makka haumweki tena, ataondoka na kwenda Habasha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa idhni. Tukio hili limepokewa na Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. عائشة رضي الله عنها asema mimi sikujifahamu na kuwafahamu wazazi wangu, bimaana kutoka nizaliwe nikiwa najielewa niliwakuta wazazi wangu, yani baba yake Abu Bakr as-Siddiq na mama yake Ruman, niliwakuta wakiwa katika Uislamu, kuonyesha kuwa baba yake ambaye ni Abu Bakr as-Siddiq na mama yake Ruman walikuwa ni katika watu wa mwanzo kabisa kusilimu. Kwa Aisha radhiallahu anha, akizaliwa akikuwa hawakuta tayari wazazi wake wako katika Uislamu. ولم يمر علينا يوم
إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. Aisha asema na haikupita siku isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitupitia nyumbani mida ya mwanzo wa mchana na jioni. Kila siku alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima apitie kwa sahaba wake wa karibu zaidi Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardha nyumbani kwake mida ya asubuhi na jioni. Falamma ibtuliya almuslimun, Aisha asema walipopata mtihani, walipoonjwa waislamu, kharaja Abu Bakr muhajiran nahwa ardh al-Habasha. Abu Bakr as-Siddiq alitoka kufanya hijra kuelekea Habasha. Hapa kataja kwa kifupi, lakini aliomba idhni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akampa idhni ya kufanya hijra. Hatta idha balagha barka al-Ghimadi. Barka al-Ghimad ni sehemu ya njia ya kuelekea Yaman. Abu Bakr as-Siddiq alipofika njiani kuelekea, laqiyahu ibn ad-Dughunna. Kuna bwana mmoja mashuhuri ajulikana kwa jina hili ibn ad-Dughunna, wa huwa sayyid al-qarra. Na huyu bwana alikuwa ndio bwana mheshimiwa wa kabila hili Bani al-Hun. Akakutana na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardha. Na ibn ad-Dughunna هذا الرجل يضرب له المثل في قوة الرمي. alikuwa pigiwa mfano katika namna alivyokuwa na shabaha katika kurusha mishale. Kipiga mishale, Makuraish wote wamtambua huyu bwana, maarufu, ajulikana, ni mkubwa wa kabila lake. Akutana njiani na Abu Bakr as-Siddiq yutoka. فقال أين تريد يا أبا بكر؟ ويلك يا وابي، وتككن وابي يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. أخرجني قومي أي تسببوا في إخراجي، وتوانغوا wamenitia dhiki mpaka wakasababisha mimi nikaondoka Makka. Hivi natembea katika ardhi ya Allah iliyokunjufu ili nimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. ويبانا akamwambia mtu kama wewe Abu Bakar sio sawa kutoka wala kufukuzwa katika mji wake. Wewe uwe wafukuzwa, haiwezekani. Innaka taksibu al-ma'dum. Na hapa angalia vizuri hizi sifa ambazo apewa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu na huyu bwana zimefanana na zile sifa ambazo Khadija radhiyallahu anha amemsifu nazo nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu Khadija pale alipoanziwa kuletewa wahi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingiwa na hofu mpaka akasema laqad khashitu ala nafsi, nimejiogopea sana nafsi yangu isije nikauawa, naingiwa na hofu. Khadija akamwambia kalla wallahi la yukhzika Allah abada. Kisha akamwambia innaka latasilu arrahim wa tahmilu alkal
wa taksibu al-ma'dum. Hizi sifa hizi ndio hizo Ibn ad-Dughna amsifu nazo nani? Abu Bakr as-Siddiq. Wala hajamsikia Khadija radhiyallahu anha akimsifu nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akamsifu nazo Abu Bakr as-Siddiq. Na hii yaonyesha fadhila ya Abu Bakr as-Siddiq kubwa, na kuwa alikuwa akimuiga sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa akaanza kumsifu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda kwa kumwambia innaka taksibu al-ma'dum. Na maana ya taksibu al-ma'dum tulieleza kwa mwanzo, mtarejelea ay tu'ti an-nas ma la yajidunahu 'inda ghayrika min nafa'is al-fawaid, kama alivyoeleza Imam an-Nawawi. Bimaana wewe wawapa watu kile ambacho hawakipati kwa mtu yoyote mwingine katika faida na tabia njema wa makarim al-akhlaq. Au pia maana nyingine al-Imam an-Nawawi yasema tuksibu al-mal al-azim alladhi ya'jizu anhu ghayruka, wewe ni mwenye kuchuma mali mingi ambayo mwingine hawezi kufanya kama wewe. Kisha thumma tajud bihi fi wujuhi al-khair wa abwab al-makarim, kisha unapokusanya ile mali huitoa katika njia za khairi na kuwasaidia watu. Akamsifu na sifa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, innaka taksibu al-ma'dum wa tasilu ar-rahim, na wewe unganisha kizazi. Kisha akamsifu na sifa nyingine pia ambayo amesifiwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa tahmilu al-kal, wa tahmilu al-kal. Na hii al-kal kama vile katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa kallun ala mawla. يدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك. Kwa Bakr as-Siddiq alikuwa akitoa mali yake kwa ajili ya kuwasaidia mayatima, watu madhaifu, watu wake wa nyumbani, wa hakadha. Wataqi al-dhaif, na wewe pia huwakirimu wageni. Watu'inu ala nawaib al-haqqi, na akamsifu pia kuwa wewe husaidia katika mambo mazito yanayowapata watu, sababu naiba qad takunu fi alkhair wa qad takunu fi alshar. Akamsifu hivi Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda, kisha akamwambia fa ana laka jarun, rudi Makkah, mimi niko tayari uwe chini ya himaya yangu, hakuna mtu atakayekuudhi ukirudi Makkah. Rudi Makkah, usiondoke. Aisha endelea kusema kwa yule bwana alimwambia irji' wa'bud rabbaka bibaladika, rudi umwabudu Mola wako pale pale kwenye sehemu yako, nchi yako Makkah. Faraja Abu Bakr as-Siddiq akarudi. Wartahala ma'ahu Ibn ad-Dughna, huyo bwana akarudi naye, maana yeye pia alikuwa yuenda Makkah, akarudi pamoja naye Makkah. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش, ويبانا akazunguka kwa wale wakubwa wa Quraysh mmoja mmoja. Faqala lahu, kawaambia inna Aba Bakr la yakhruju mithluhu wa la yukhraju, mfano wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda hatoki mfano wake huyu katika sehemu anaoishi. Ni makosa yeye kuondoka na nyinyi mumwacha, wala hatolewi mfano wake kutoka katika nchi yake, bimaana hatoki kwa khiari yake na wala hatolewi. Kwa nini? Kwa sababu manufaa yake ni makubwa sana kwa watu wa Makkah. Akawarejelea ile maneno alimwambia Abu Bakr as-Siddiq, atukhrijuna rajulan yaksibu al-ma'dum wa yasilu ar-rahim wa yahmilu al-kal
ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق. mtamtoa mtu aliye na sifa hizi tulizozitaja hizi. Na hapa kuna faida ameitaja al-Hafidh Ibn Hajar katika al-Fath, akasema hivi: wastanbata ba'd al-malikiyya min hadha anna man kanat fihi manfa'atun muta'addiyah la yumakkanu min al-intiqali عن البلد إلى غيره بغير ضرورة راجحة. وكتو فائدة المالكية kuwa mtu yoyote ambaye manufaa yake ni yenye kuenea kwa watu, basi asimakinishwe kugura kutoka katika ile sehemu aliyoko kwenda kwingine isipokuwa kwa dharura. Sio, umeelewa? Kwa mfano, talib ilm, mwanafunzi, ile sehemu anaoishi awasomesha watu wafaidika, yeye ndiyo khatibu wa Ijumaa, mfano ndio imamu wa msikiti wao katika ile sehemu yao wanaoishi. Kwa hiyo watu wakawa pale mjini anakoishi wafaidika na yeye sana, kisha aseme tu ghafla, mimi bwana nagura naenda zangu nchi nyingine. Mfano kama huyu, watakikana waislamu wamzuie kuwa wewe bakia hapa, kwa sababu manufaa yako ni makubwa zaidi wewe kubakia hapa, ila ikitokea dharura ambayo haiwezi kuepukika. Katika hali kama ile ndio ataondoka kutoka katika ile sehemu aliyoko. Lakini asli yake ni kuwa mtu akiwa ana sifa kama hii, kuwa manufaa yake ni yenye kuwaenea watu, basi ni wakubakia pale pale aliko, si wa kuondolewa. Sababu akiondoka kuna manufaa mingi sana ambayo watu watayakosa katika sehemu ile. Na wewe mwenyewe ambaye wajua kuwa manufaa yako ni yenye kuenea, na hizi katika talab al-ilm peke yake, yaingia ndani yake kuna mtu ambaye ana uwezo wa kimali katika sehemu aliyoko, yeye ndo anawasaidia jamaa zake wakati wa shida, asimamia mayatima, si wa kuondoka katika ule mji ghafla, kwa sababu watu wafaidika kutoka baadaye. Hasa kama huyu ni wakubakia pale na watu kumnasihi kubakia, isipokuwa kukiwa na dharura ambayo haiwezi kuepukika, katika hali kama hii ndio ataondoka. Huyu bwana alipoambia makuraish maneno hayo, falam tukadhib quraish bijiwar ibn ad-Dughunna, makuraish hawakurudisha ile himaya ya ibn ad-Dughunna kwa Abu Bakr as-Siddiq, kwa sababu walikuwa kimheshimu, wakakubali. وقالوا لابن الدغنة، لكن وكم بشرت: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء. وشرط muamrisha Abu Bakar awe atamwabudu Mola wake ndani ya nyumba yake, kule ndani kule aswali, asome Qur'an anavyotaka, hakuna mtu atamgusa. Lakini wapi? Ndani ya nyumba yake, asitoke nje. Wala yuudhina bidhalika, asituudhi sisi kwa kuja nje huku na kuja kuswali na kusoma Qur'ani. Wala yasta'lin bihi, wala siwe ni mwenye kuisoma Qur'ani wazi mpaka watu wakaisikia, asitangaze bwana. Na hili ni jambo ambalo lipo kwa kila mtu wa batil. Lau kama wao wangelikuwa katika haki, ni kitu gani cha watia wao hofu kuwa Qur'ani isomwe ama aswali? Kuswali tu, hajasema kitu, aswali tu mbele za watu, hawataki. Wajaribu kila namna kuifinya ile sauti ya haki isisikike kabisa, watu wasisikie Qur'an wala wasimuone Abu Bakr as-Siddiq akiswali, kwa sababu kwa kitendo chake hiki tu peke yake tayari ni kama da'wa awalingania watu. Wasema makuraish, fa inna nakhsha an yaftina nisaana wa abnaana, sisi tuogopa bwana atawafitini wanawake zetu na watoto wetu. Yani wao wakichukulia kuwa wanawake ni laini kusilimu na kufuata ile haki
na watoto pia ni hivyo, na mara nyingi huwa namna hiyo. Waona upande wa kina mama, sauti ya haki ikiweza kufika, wao ni wepesi zaidi na wana uchangamfu zaidi katika kuikubali haki na kuifuata. Na huu shahidi utauona kwenye darasa zinazosomeshwa za kina mama, utakuta wako wengi. Na watu wa batil pia hufanya istighlal hii, wakatumia njia hii, ukawapata mashallah wanawake wana istijaba ya haraka katika kukubali lile jambo. Kwa hiyo wakawa na hofu na hiyo, na hili ni jambo ambalo liko kila wakati, hata katika asili hii tunaoishi. Sema tu mara nyingi akina mama hawafikiwi na ile haki au na ile ilmu, lakini lau kama wangelikuwa wafikiwa, basi wangelikuwa wengi sana wafuata sunna nao katika haki, wengi sana. Sio kama wanaume, haswa akiwa yule mwanamume ashakuwa mtu mzima, ni ngumu sana kumbadilisha, ngumu sana. Si kwa sababu haioni ni haki ile, la, basi tu kule kuzoea ile mazoea alizoea, basi atakabaki vile vile. Waweza kumwona mtu mpaka anyoshiwa vidole aitwa shekhe, akwambia hawa mawahabi hawa wamekuja hapa kutuondolea mambo tuliyowarithi nayo wazee wetu, tulioachiwa na wazee wetu, wataka kuja kuondoa mambo yetu hao. Karibuni mtakuja kusikia kufanya tena maulidi, akufanya tena kadha, zile bid'a wanazifanya. Si kuwa ni dini, wameachiwa na wazee wao. Wasema tumeachiwa na wazee wetu, wameachiwa na babu zao na walimu wao, wameachiwa. Si kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewaachia, kwa sababu hakuna ya mambo. Kwa ni ngumu sana, lakini vijana sahadi tu kuifuata haki, kwa sababu bado hawajakomaa katika batili. Na ndio maana utasikia katika Qur'an, kwa mfano katika suratul Kahf, wale vijana innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ni vijana bwana, na vijana wakisimamia haki, wakishikamana haki, wasimama nayo kisawasawa. Na mfano mzuri unao katika ashabul Kahf, mpaka ikafikia kukimbia na kuondoka pale mali waliko kwenda pangoni kule, kwa sababu ya kukimbia kwa ajili ya haki. Ibrahim alayhi salatu wassalam alipowalingania watu wake katika tauhid na kuacha kuabudu masanamu, alipoyavunja yale masanamu, jamaa zake wakawa waulizana, nani aliyefanya jambo hili? Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, tumemsikia kijana akiwataja vibaya hawa, jina lake aitwa Ibrahim. Vijana ndio walioinusuru dini ya Allah ukirudi katika tarehe, sababu wao ndio watakaosimama, bado wana nguvu zao katika kuieneza dini ya Allah. Na ndio kaona kufar katika sehemu wanazozilenga zaidi ni vijana, ili kuwatoa katika njia sawa. Na hapo tuweza kusema umefaulu kwa kiasi kikubwa sana. Na wewe tizama katika uwanja, uangalie vijana ndugu zetu wa Kiislamu ni wangapi ambao wajishughulisha katika kuisoma dini yao, ukipima na wale ambao hawajishughulishi. Ile nisba ni kubwa sana ya vijana wetu ambao hawana habari na kuisoma dini yao. Mtu habari hana, bali waweza kumuona kijana wa Kiislamu afanye istihzaa hasa na wale wenzake wanaosoma dini. Kwa hivyo Makuraish wakaweka sharti kwa Ibn ad-Dughunna kuwa sisi tumekubali himaya yako kwa Abubakar as-Siddiq, kwa sharti ibada zake ndani huko tutakumsikia hapa.
hivi ndivyo wanapokuwa watu wa batil. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر. ابن الدغنة aliposikia sharti hili akaenda kumueleza Abu Bakr as-Siddiq kuwa wewe uko chini ya himaya yangu, lakini sharti lao ni 1 2 3. فلبث أبو بكر لذلك يعبد ربه في داره. أبو بكر akakaa kipindi amwabudu Mola wake ndani ya nyumba yake. ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ولا hakuwa akitangaza swala yake bimaana kiswali mbele za watu wala kusoma Qur'an mbele za watu. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه. kisha Abu Bakr as-Siddiq ikamjia yeye rai tofauti na ile, akaonelea radhiallahu anhu aweke sehemu mbele ya ua la nyumba yake ya kufanyia ibada nje ya nyumba, lakini pale pale kwake nje ya nyumba pale aswali nasome Qur'an. kwa hivyo akawa yuswali pale ويقرأ القرآن فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم. akianza kusoma Qur'an Abu Bakr as-Siddiq, wale walikuwa ni Waarabu, Arabun aqhah, si Waarabu wa sasa aweza kusoma Qur'an yeye mwenyewe hata haelewi yasoma nini. Kweli zile nchi za Kiarabu mnazoona kuna watu ile Qur'an yasomwa hawaelewi yasoma nini kabisa, katika awamu hajui hata yasoma nini. Sasa hao walikuwa wakielewa Kiarabu, waelewa yale maneno yanayosomwa pale, ikawa wamiminika wanawake kwa watoto kuzunguka pale kuja kufanya nini? Kusikiliza yale maneno yanayosomwa na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. wahum ya'jabuna minhu yanzuruna ilayhi, washangazwa wapendezwa na ile hali anaokuwa nao Abu Bakr as-Siddiq huku wamtizama. وكان أبو بكر رجلا بكاء. عائشة أسيما akimweleza baba yake, وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. Abu Bakr as-Siddiq alikuwa ni mtu alia sana, hawezi kumiliki macho yake anapoisoma Qur'an. Akiisoma tu Qur'an aathirika pale pale, ana khushu' sana radhiyallahu anhu warda. Anapoisoma Qur'ani tu hulia, na hili jambo aliendelea nalo mpaka akiwa Madina, na ndio mojawapo wa zile asbab alikuwa Aisha radhiyallahu anha hataki babake awe ataswalisha bila majukumu pale, akawa mwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Abu Bakr ni mtu yuwalia, idha qara la yakadu yusma, akisoma Qur'an akaribia kutosikilika asoma nini, kwa namna alivyokuwa akilia kwa khushu' radhiyallahu anhu arda. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. hili jambo la wanawake kumzunguka na watoto likawatia hofu sana makuraish, kuwa yaweza kuwa sababu ya wao kusilimu. فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليه. wakamwita ibn الدغنة ambaye yeye ndiye alikuwa Abu Bakr as-Siddiq yuko chini ya himaya yake, wakamwita. فقالوا وكمبيا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه. sisi tulikubali himaya yako Abu Bakr as-Siddiq, lakini tulikupa sharti kuwa amwabudu Mola wake ndani ya nyumba yake. Yule bwana amepita akajenga sehemu ya ibada, msikiti mbele ya nyumba yake, na akatangaza swala yake, asoma Qur'ani kwa sauti. wa inna qad khashina an yaftina nisaana wa abnaana fanhahu, na sisi tuogopea tochelea huyu bwana atawafitini wanawake wetu na watoto wetu, mkataze, nenda kamkataze. فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل.
وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك. ikiwa Abu Bakr as-Siddiq atakubali kubaki kumwabudu Mola wake ndani ya nyumba yake, asome kule ndani, basi hakuna neno, aendelee. La sivyo basi akurudishie mwenyewe himaya yako. fa inna qad karihna an nughfiraka walasna muqirrina li Abi Bakr al-isti'lan, sisi tuogopea kuvunja himaya yako juu ya Bakr as-Siddiq, sababu akifanya hivyo atakuwa amemdharau na kumuonyesha kuwa wewe huwezi kufanya chochote. Hatutaki kufanya hivyo, na sisi hatuko radhi na kile anachokifanya Abu Bakr as-Siddiq. قالت عائشة رضي الله عنها asema فأتى ابن الدغن إلى أبي بكر, ويبانا كاجا أبو بكر الصديق فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. كما بيا بكر الصديق wewe wajua kile tulichokubaliana baina yangu mimi na wewe, basi imma ubakie vile vile, imana ubakie ndani ya nyumba yako muabudu Mola wako ndani ya nyumba, au uniregeshee mwenyewe himaya yangu, dhima yangu, uniambie kuwa basi mimi siko chini yako, mimi sipendelei wasikie Waarabu, sababu hiyo ni katika kumdharau yeye, kuwa Makuraish walivunja himaya yangu ya mtu ambaye yuko chini yangu, sitaki watu waseme. Kwa hivyo ikiwa huwezi, niambie mimi niivunje mwenyewe, kisha wewe ujiangalie mwenyewe, mimi simo. فقال أبو بكر رضي الله عنه فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. nakurejeshia mwenyewe bwana himaya yako, nakurejeshia mwenyewe, atanilinda Allah subhanahu wa ta'ala, mimi niwache, lakini sitoacha hili jambo. Kwa Bakr as-Siddiq akaendelea kufanya ibada zake kwa namna hii. Sasa hapa kukatokea tukio, lamma izdadat wat'atu Quraish ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam washtadda adahum lahu بعد أن صار وحيدا بلا نصير يحميه ويؤويه من الناس. maudhiko ya Makuraish yalipozidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, udhia wao ukawa ni mwingi baada ya kuwa amebakia peke yake, hana mtu wa kumnusuru na kumhami kutokamana na watu. walamma zahidat Quraish fi al-Islam, na Makuraish walikuwa hawautaki Uislamu, hawana haja nao. ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ad-da'wata fi Quraish lam ta'ud mujdiyah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona hii da'wa anayoifanya kwa Makuraish haiwafai tena, hawana haja, hawataki. وبدأ يفكر بالخروج من مكة إلى بلد آخر لعله يجد فيه نصيرا وقبولا واستجابة لما جاء به من الله عز وجل. Mtume صلى الله عليه وسلم akaanza kufikiria kutoka Makka aende katika sehemu nyingine, huenda akapata mwenye kumnusuru na kuikubali da'wa yake na kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. فخرج رسول الله إلى الطائف, na hapa ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka Makka kuelekea wapi? Taif. Taif ni sehemu ambayo umbali wake baina yake na Makka ni takriban kilomita 80. Sikiza vizuri, kilomita 80 ni kama Mombasa na wapi? Yafika na Malindi zaidi. Malindi yapita 100, sio? Sema Kilifi, sio? Ama mbele tena kidogo. Tuchukulie Kilifi mbele tena kidogo. Kilomita 80. Kilifi ni 60, sio? Mbele. Kiufupi kilomita 80 baina ya Makka na Taif.
Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka kuelekea Taif yaltamisu nusratahu walmana'ata bihim min qaumihi, atafuta nusra yao, wampe nusra na wamhami kutokana na Quraysh. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alielekea Taif imma ni kwa sababu ndiyo markaz au center ya pili katika nguvu na ule utawala katika sehemu ya Hijaz baada ya Makka. Baada ya Quraysh ni wao watu wa Taif, Thaqif. au lianna akhwalahu min bani Thaqif min jihati Halima as-Sa'diyya, au kwa sababu wajomba zake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huyu mama yake wa kumnyonyesha watokea wapi? Taif. faraa an yakhruja ila Taif yaltamisu min Thaqif an-nasra wal man'ata lahu min qawmi. Kwa hiyo ikambainikia yeye kwenda zake Taif kutafuta nusra kutoka kwao, na huenda wakamhami kutokamana na Quraysh. وكان يرجو أن يهديهم الله تعالى فيستجيب لدعوته, na kadhalika alikuwa atarajia kuwa Allah atawaongoza wakubali da'wa yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka. Kitu cha ajabu katika tarehe annahu sallallahu alaihi wasallam qata'aha ومعه مولاه زيد بن حارثة ماشيا على الأقدام ذاهبا ورجوعا. akatoka Makka kwa miguu bwana, nimetaja kusudi ni Mombasa mpaka wapi? Akatoka kwa kutembea kwa miguu kilomita 80 kwenda na kurudi kwa miguu. Mtu hapa aweza kuambia nenda dawa panda matatu wa mpaka Magongo, kama mbali kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam atoka enda dawa kilomita 80 kwa miguu kwenda na kurudi, aenda kwa miguu. Sisi leo tuna neema, tuna raha, watoka waingia kwenye gari bwana, na bado kuna baadhi ya ndugu zetu bado waona uvivu kwenda sehemu kama hizi kufikisha dawa. Na kilomita ngapi? Basi pengine zifike hata kilomita 50. Watu wamekwenda kwa miguu bwana kwenda kufanya da'wa. Kwa hiyo akatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Taif kwa miguu, aenda kuwalingania watu wa Taif katika Uislamu. Muda umesonga, insha Allah taala kikao kitakachokuja tutaeleza alipofika kule Taif kulijiri nini. Je, ni kweli alipata wenye kumnusuru au kuikubali da'wa yake? Hayo tutakuja kueleza insha Allah katika kikao kitakachokuja. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.